Watu 7 wamefariki dunia na wengine 15 kujeruhiwa katika ajali ya gari la kubebea wagonjwa kugongana na toyo katika eneo la Luganga lililopo katika halmashauri ya mji Mafinga, wilaya Mufindi, mkoani Iringa. Zaidi ya watu 70 wameuawa na idadi isiyojulikana kujeruhiwa kufuatia shambulio la anga la Marekani kwenye bandari muhimu ya mafuta inayoshikiliwa na waasi wa Houthi nchini Yemen. Katika michezo, mratibu wa zamani wa kamati ya Miss Tanzania Hashim Rundenga amefariki dunia leo jijini Dar es Salaam baada ya kuugua kwa muda mrefu. Na mtazamaji, hujambo na habari za wakati huu. Nikukaribisha katika habari ya kutwa nzima ile ambapo tutakuwa nami Lulu Ali, lakini hapo baadaye tutajiunga na winga Teresa Witness Ngalawa ambaye atakuja kukupasha zaidi katika upande wa michezo na burudani. Kwa hivyo endelea kutufuatilia katika page zetu za Instagram, Facebook, bila kusahau na YouTube channel kama Plus Digital. Subscribe, share bila kusahau na kucomment. Na habari kubwa usiku huu leo tunaangazia huko kutoka mjini Mafinga ambapo watu 7 wamefariki dunia na wengine 15 kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha gari la kubebea wagonjwa ambulance na toroli la magurudumu matatu maarufu kama guta lililokuwa limebeba watu 22 mjini Mafinga, barabara kwenda Luganga karibu na ofisi za halmashauri ya mji wa Mafinga. Clement Sanga ana taarifa zaidi kamili. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkuu wa wilaya ya Mufindi Daktari Linda Salekwa akiwa katika viunga vya hospitali ya mji wa Mafinga, inaeleza kuwa watu hao walikuwa wanakwenda shamba kwa kutumia guta. Kwa sasa tumepoteza jumla ya watu 7 na majeruhi 15. Na taarifa zinaonyesha kwamba watu hao walikuwa wanakwenda shambani ndipo wakagongana ambulance pamoja na guta ambayo ilikuwa imewabeba, na hao watu kupoteza maisha na kupata majeruhi hao. Mpaka sasa majeruhi tulikuwa nao hapa katika hospitali ya Mafinga, ya mji Mafinga, na wengine ambao wana hali mbaya kama 4 wanapelekwa katika hospitali ya mkoa wa Iringa. Nichukue fursa hii kwanza kuwapa pole wale wote ambao wamepoteza ndugu zao katika ajali hii, lakini wale pia ambao wamepata ndugu zao wameumia, na tumewaomba madaktari, na bahati nzuri tuna madaktari wazuri, tuna imani wako mikono salama na watarejea katika afya zao kwa wale majeruhi. Na tunaendelea kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu, tuna imani Mwenyezi Mungu atawaponya wale ambao wamepata majeraha. Chukue fursa hii kwanza kuendelea kuwaasa wananchi wa Mufindi, kama ambavyo tumekuwa tukiwaambia mara nyingi, kuacha kutumia hivi vyombo ambavyo si rasmi kwa usafirishaji wa watu. Akithibitisha kupokea miili hiyo na majeruhi wa ajali hiyo, mganga mfawidhi wa hospitali ya mji wa Mafinga Daktari Victor Msafiri amesema majira ya saa 12 asubuhi wamepokea majeruhi 15 na miili 7, huku akieleza hali za majeruhi hao wengine ikiwa ni mbaya. Mnamo leo saa 12 asubuhi imetokea ajali eneo la Luganga ikihusisha ambulance ya kubebea wagonjwa ya hospitali ya mji wa Mafinga na guta toyo ambayo ilikuwa imebeba watu wakiwa wanaenda mashambani kwa ajili ya kuendelea na shughuli zao za siku zote. Baada hapo kwa hospitalini tumepokea majeruhi 15. Katika 15 wanawake 8 na wanaume 7. Lakini pia tumepokea miili ya marehemu, watu ambao wamefia kwenye ajali walikuwa ni 6 na wote ni wanawake. Lakini wakati tunaendelea kutoa huduma kuna majeruhi mmoja wapo ambao ni wa kiume na yeye ameweza kupoteza maisha. Mpaka sasa tunakwenda mitamboni, chanzo cha ajali hiyo bado hakijawekwa bayana. Clement Sanga, Channel 10 Plus, Iringa. Na mtazamaji, zaidi ya watu 70 wameuawa na idadi isiyojulikana kujeruhiwa kufuatia shambulio la anga la Marekani kwenye bandari muhimu ya mafuta inayoshikiliwa na waasi wa Houthi nchini Yemen. Taarifa kamili na Juma Muhammad inatueleza. Shambulio hilo limeonyesha ongezeko la kampeni ya kijeshi ambayo Rais wa Marekani Donald Trump alianzisha mwezi uliopita dhidi ya kundi hilo la waasi linaloungwa mkono na Irani. Shambulio hilo katika bandari ya Ras Isa
limesababisha mlipuko mikubwa ya moto na kuunguza maroli ya mafuta. Lilikuwa ni shambulio la kwanza la Marekani kwenye kituo cha mafuta katika kampeni yake mpya ya kupambana dhidi ya waasi wa Kihuthi. Shambulio hilo limetokea saa chache kabla ya Marekani kuanza tena mazungumzo na Irani mjini Roma, Italia, juu ya mpango wa nyuklia wa Irani. Marekani inalenga Wahuthi kutokana na hatua yao ya kuzishambulia meli kwenye bahari ya Sham, ambao ni njia muhimu ya kibiashara ya kimataifa. Waasi wa Kihuthi walitangaza kwamba watazishambulia Israel na Marekani katika bahari hiyo kama sehemu ya kuonyesha uungaji mkono wao kwa Wapalestina wanaokabiliwa na vita katika ukanda wa Gaza. Mimi ni Juma Mohamed na hii ni Channel 10+. Tukiwa bado nchini Marekani, kupitia waziri wa mambo ya nje Marco Rubio ametangaza kuwa watajiondoa kwenye mazungumzo ya amani kati ya Ukraine na Urusi ndani ya siku chache zijazo endapo hakutakuwa na dalili za wazi za kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Hatua hii inajiri tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wa moja kwa moja dhidi ya Ukraine mwaka 2022 na imeweka masharti kadhaa kuhusu uwezekano wa kumaliza vita hivyo. Ingawa serikali ya Trump ilionyesha matumaini mwanzoni kwamba ingeweza kusaidia kufanikisha makubaliano ya haraka, juhudi za kufikia usitishaji wa mapigano bado hazijafanikiwa, huku Washington ikilaumu pande zote mbili kwa kukwamisha mchakato huo. Mchungaji wa kanisa la Pentecost Evangelical Fellowship Africa PEFA Golden Ngumbike mwenye umri wa miaka 66 ameuawa baada ya kupigwa na wananchi wakimshutumu kumroga katekista wa kanisa la Katoliki Kigango cha Mwanseka parokia Mwanjelwa Fadhili Kapinga, wakidaiwa kugombania mpaka wa eneo la makazi yao. Taarifa ya Marcus Apolinari inafafanua zaidi. Siku chache baada ya kifo cha katekista, wananchi walivamia nyumba ya mchungaji wa kanisa la PEFA na kuvunja vioo vya dirisha na banda la bata kisha kumpiga na kumuua, tukio ambalo limeibua hisia kali miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku afisa mtendaji wa kata Herman Mbaga akaeleza wananchi wanavyohusisha kifo cha katekista na imani za kishirikina kutokana na mgogoro wa mpaka. Inaonekana inena maneno kusema kwamba mimi nitamuomba Mungu wangu atanijibia. Baada ya siku 3 kutoka siku hiyo alipotamka maneno, yule kijana anasema alianza kuharisha. Mpaka umauti unamkuta kijana alikuwa anaharisha. Ametembea kwenye hospitali mbalimbali, ingawaje sikupata ushahidi wa vielelezo. Hayo ni maneno ya kuambiwa. Aliwahi kwenda Ikonda wakampima, wakasema haoni ugonjwa. Mwisho wa siku akarudi kujiuguza hapa. Wakakaa na wakashauriana kwamba huyu katekista muombe msamaha mchungaji, na wanasema katekista alifanya hivyo, alimuomba msamaha na mchungaji alimwekea mpaka mikono kumuombea apone, na akasema uende katoe sadaka kwenye madhabahu au yoyote yale. Kwa kijana alikwenda kutoa hiyo sadaka, sija alienda kwenye madhabahu yepi, lakini bado ile hali iliendelea kuwepo. Na hiki nadhani ndio kilichopelekea watu sasa waamini kwamba inawezekana huyu mzee, kwa maana mchungaji, ndiye amefanya hili jambo. Ingawaje kama serikali hatuamini hilo. Ila chanjo nasema ni imani za kishirikina, kama vile amemloga. Na yeye alivyoongea kusema kaombe msamaha, wananchi wakachukulia kusema ni kweli amemloga yeye, na kwa nini akaombe msamaha wakati na ugovi na walidi ndio chanjo. Kiongozi wa kimila kabila la Wasafa George Lioto amelaani vikali kitendo hicho na kuwasihi wananchi kufuata sheria badala ya kujichukulia sheria mkononi. Kwa kweli mimi kwa nafasi yangu kama kiongozi wa mila, huwa hili jambo tunalikemea sana, kwamba watu wasijichukulie sheria mkononi. Sawa, hii mambo ya ushirikina kweli yapo, lakini sio kwa utaratibu huo. Na sisi machifu huwa tuna utaratibu wetu. Mtu kama ni mshirikina, yule anaondoka mwenyewe tu. Hadi sasa juhudi zinaendelea za kuwasiliana na jeshi la polisi mkoani Mbeya ili kupata taarifa rasmi za hatua zilizochukuliwa dhidi ya wahusika wa tukio hilo. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Marcus Apolinari, Channel 10. Ikiwa leo ni siku ya mwisho ya mfungo wa Kwaresma, ambapo kesho Wakristo wataadhimisha sikukuu ya kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo, askofu wa kanisa la Moravian Tanzania Jimbo la Mashariki, Askofu Lawi Mwankuga, amewataka Tanzania kutembea katika maisha yenye hofu ya Mungu wakati huku wakijitafakari matendo yao na kuendelea kuchukuliana katika maisha ya kila siku. Beatrice Eric anaarifu zaidi.
Askofu Mwankuga ametoa rai hiyo alipokuwa akizungumza na Channel 10 katika mahojiano maalum kuelekea hitimisho la mfungo wa Kwaresma. Amesema alama wanayobaki nayo wa Kristo katika majira haya ni kuendelea na maisha ya toba, maungamo, unyenyekevu na kumtafuta Mungu, kwa kuwa maisha ya mwanadamu si makamilifu bali hukamilishwa kwa neema ya Mungu. Kipindi hiki ambacho kimajira katika maisha ya Kikristo tumekiishi kwamba tunatembea katika maisha ya kujitafakari, maisha ya kuona Mungu ni mtakatifu na sisi ni wenye dhambi na anayeweza katutakasa ni Mungu. Majira haya tunakumbuka Mungu ni mkamilifu na sisi wanadamu ni wadhaifu. Kwa inatupa nafasi ya kuendelea kujitafakari, kujipeleleza. Akizungumzia mwenendo wa baadhi ya watu ambao huishi maisha ya kumpendeza Mungu wakati wa mfungo wa Kwaresma na baada ya kumaliza hurudi katika matendo ya uovu, anasema kila mtu hujenga utamaduni wake wa namna ya kuishi, lakini ni vema kwa yaishi yale wanaofundishwa na viongozi wa dini. Tunapofungulia haliko agizo ambalo kwamba mtu sasa ameruhusiwa, kwamba sasa umefungulia kila kitu. Na mtu akifungulia kila kitu, huu ni udhaifu tu wa utu wa mtu, lakini bado wako watu ambao iwe mchana iwe usiku, mvua inyeshe jua liwake, awe nyumbani awe ugenini, haigizi maisha, awe amefunga awe hajafunga, maisha yake yanabaki vivo hivyo. Askofu Mwankuga amezungumzia wajibu wa Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu mwaka huu. Anasema kitendo hiki kinakamilisha maisha ya binadamu, ni vema kuheshimu taratibu na sheria zilizowekwa, na endapo kuna jambo ambalo halijakaa vizuri ni vema kukaa katika meza ya majadiliano ili kumaliza tofauti zitakazojitokeza. Na uchaguzi wa mara moja, na kwa mfumo wa utaratibu wa nchi yetu kwamba kiongozi anakaa madarakani miaka 5. Kwa hiyo ni vizuri tuheshimu taratibu ambazo tumejiwekea. Na tunapokwenda kupiga kura, mambo ni mengi, na kuna majira ambayo ni wakati wa kampeni. Na kama kuna wakati wa kampeni, tuombe wanaosimama kueleza itikadi zao, kueleza sera zao zinazotakazotuongoza, nani anatufaa. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Naam, mtazamaji, hii ni Channel 10 Plus. Habari endelea kubaki nasi. Mimi ni msomaji wako Lulu Ali. Channel 10 Plus. Naam, asante kwa kuendelea kubaki nasi mtazamaji. Tukiwa tunaendelea kuangazia taarifa ya habari, tuangazie hapa jijini Dar es Salaam ambapo hospitali ya taifa Muhimbili imepokea msaada wa vifaa tiba na vya elimu wenye thamani ya shilingi milioni 52 vilivyotolewa na shirika lisilo la kiserikali la Qatar Charity kwa ajili ya kuimarisha huduma ya tiba kwa watoto wagonjwa waliolazwa kwenye hospitali hiyo. Tupate taarifa zaidi. Vifaa hivyo ni viti vya magurudumu 110, mashine za kupima shinikizo la damu 30, meza za watoto 30, viti vya watoto 30 na mitungi 5 ya kuchuja maji ambavyo vyote vina thamani ya shilingi milioni 52 vimekabidhiwa kwa uongozi wa hospitali hiyo leo jijini Dar es Salaam. Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano Tanzania, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, alikuwa mgeni rasmi kwenye makabidhiano hayo, akitajwa pia kuwa kiunganishi aliyefanikisha kupatikana kwa vifaa hivyo ambavyo imeelezwa kuwa vimetolewa katika juhudi za kuunga mkono maboresho yanayofanywa na serikali katika hospitali hiyo kubwa kuliko zote nchini. Haya yote yanafanywa sababu Qatar Charity inaunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Mama Samia katika huduma za afya nchini Tanzania. Kila mama kiweka na wekezaji wanaongeza, sababu wanaamini njia moja kusaidiana ni kushirikiana. Namshukuru Mheshimiwa Rais anapoboresha huduma za afya Tanzania. Namshukuru Profesa namna anavyoinyanyua hospitali hii na kuifanya ina viwango vya kimataifa. Awali mkurugenzi mkazi wa Qatar Charity Amjad Al-Tahan akitoa maelekezo ya msaada huo alisema umelenga kusaidia jamii yenye uhitaji na hasa watoto, huku mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa ya Muhimbili Profesa Muhammad Janabi akitoa shukrani zake na akasema miongoni mwa watoto watakaonufaika
ni wale wanaougua saratani ambao matibabu yao huchukua muda mrefu. In multiple fields or sectors, starting with health. Lengo letu kama Katari Charity ni kuinua jamii kwa kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora za afya, elimu, maji safi na fursa za kiuchumi. Ushirikiano wetu na taasisi kama Muhimbili ni sehemu ya juhudi pana za kujenga usuluhisho endelevu kwa ajili ya mustakabali wa taifa la Tanzania. Na magonjwa ya moyo kama mnavyofahamu ndio yanaongoza katika vifo duniani. Ukisikia vifo vimetokea, asilimia kubwa ni kwa watu wenye shinikizo la damu na kupelekea ugonjwa wa moyo. Salum Pelembo, Channel 10. Kikundi cha vijana wanaojulikana kwa jina la TK Movement kilichopata bora mjini kimeamua kwa vitendo kuondokana na dhana ya kuendelea kulalamika kuhusu suala la upatikanaji wa ajira na hivyo kuanzisha shamba la kilimo cha alizeti baada ya kubaini kuwa kilimo cha zao hilo kinaweza kuwasaidia katika harakati za kupambania ajira. Mwanahabari wetu Pendo Salu anatuarifu zaidi. Kilimo ni uti wa mgongo na ndio nguzo kuu ya uchumi, lakini pia kinatajwa kuwa suluhisho la changamoto ya ukosefu wa ajira hapa nchini. Vijana hawa wa TK Movement wameamua kutoka mjini na kuja. Kilimo ni uti wa mgongo na ndio nguzo kuu ya uchumi, lakini pia kinatajwa kuwa suluhisho la changamoto ya ukosefu wa ajira hapa nchini. Vijana hawa wa TK Movement wameamua kutoka mjini na kuja kuwekeza katika kijiji cha Ndevelwa zaidi ya ekari 20 kwenye kilimo cha alizeti, wakiamini hii ndio fursa ya ajira. Ajira ni chache katika serikali yetu, lakini sisi kama vijana lawama zimekuwa nyingi, tunaitupia serikali. Serikali haiwezi kuajiri watu wote. Kwa hiyo tukachungulia fursa kwenye mkoa wetu wa Tabora. Zao la alizeti katika mkoa wetu wa Tabora ni zao ambalo halifanywi sana na watu wengi. Tuka implement mawazo yetu kwa vitendo, tukafanya hivi, na hiki kinachoonekana leo ndio mawazo tuliyokuwa nayo, lakini lengo letu sio kuishia hapo. Mamlaka ya udhibiti mbolea nchini TFRA imekuwa bega kwa bega na vijana hawa. Mimi tu niombe vijana wengine ambao wanakaa mtaani na kulalamika kwamba hakuna ajira, wawaige vijana wa mkoa wa Tabora, especially hawa TK Movement. Wameonyesha mfano bora wa vijana ambao wamemaliza elimu lakini bado hawajapata ajira rasmi, kwamba kilimo nacho sasa hivi kilimo ni ajira. Kwa hiyo waje washirikiane na taasisi kama za kwetu na wadau wengine ili tuweze kufanikisha masuala bora kama haya, kwa ajili ya kuhakikisha tunakuwa na uzalishaji wenye tija. Kwa hiyo unaweza ukajaribu kuangalia sahani za mimea hii ni kubwa, lakini pia zimejaa punje ndani yake, unaona. Kwa hiyo matumizi ya mbolea yanasaidia kumuonyesha mkulima sio lazima ulime eneo kubwa sana ili upate zaidi. Ile unaweza ukalima eneo dogo kwa kutumia pembejeo za kisasa na ukapata mavuno bora. Serikali ya kijiji cha Ndevelwa iliwapokea vizuri vijana hawa wa TK Movement ambao wanaamini katika kuleta mabadiliko makubwa ya kifikra kwa wana kijiji cha Ndevelwa. Vijana wengi waliopo hapa kijijini hawalijui hili shamba. Ni viongozi tu ndo wachache wameshaliona hili shamba. Nitafanya jitihada ili kuwaleta wajifunze hapa. Lakini vijana wengi wamejenga concept kwamba mali inapatikana mjini na wengi wanakimbilia kutafuta ajira wakati ajira tuko nayo hapa. Kutoka Tabora, mimi ni Pendo Salu, Channel 10. Watu wasiopungua 17 wameuawa nchini Nigeria wakati watu wanaoshukiwa kuwa wafugaji walipozishambulia jamii zinazoishi katika jimbo la Benue kaskazini kati mwa nchi hiyo. Esther Mtebe anatuarifu zaidi. Hayo yameelezwa na polisi wakati mapigano makali kati ya wakulima na wafugaji yakiibuka tena katika maeneo hayo. Mashambulizi ya hivi karibuni yametokea siku mbili baada ya watu wengine 11 kuuawa katika eneo la Otukpo, jimbo la Benue, na takribani wiki moja baada ya watu wenye silaha kushambulia vijiji na kuua zaidi ya watu 50 katika maeneo jirani ya jimbo la Plateau. Kwa miaka mingi mapigano baina ya jamii za wakulima na wafugaji yametatiza usambazaji wa chakula kutoka kaskazini kati mwa Nigeria, eneo muhimu la kilimo. Kulingana na taasisi ya utafiti ya kiintelijensia ya SBM, tangu mwaka 2019 mapigano haya yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 500 katika eneo hilo na kuwalazimu watu milioni 2.2 kuyahama makazi yao. Esther Mtebe, Channel 10+.
Naam, mtazamaji, huko mjini Kampala, serikali ya Uganda inapanga kuwasilisha muswada bungeni ili kupitisha sheria itakayoruhusu raia wa kawaida kushtakiwa katika mahakama za kijeshi. Waziri wa Sheria Norbert Mao amesema muswada huo uko tayari na sasa unasubiri kupitishwa na baraza la mawaziri kabla ya kuwasilishwa bungeni. Mao amesema muswada huo umeeleza baadhi ya mashtaka ambayo raia wa kawaida anaweza akashtakiwa kwenye mahakama za kijeshi. Hatua hii imezua mjadala mkubwa nchini Uganda. Katibu mkuu Wizara ya Kilimo Gerald Moyle amesema serikali imeamua kutumia kilimo kama nyenzo muhimu ya kupunguza umaskini kwa kuhakikisha wakulima wanapata mbegu bora pamoja na taarifa sahihi kutoka kwa maafisa ugani ambao wanatengenezewa mazingira ya kuwepo karibu na wakulima. Taarifa zaidi na Rea Kipingu inatueleza. Akizungumza na wananchi wa kata ya Masaika iliyopo wilaya Pangani wakati akikabidhi nyumba ya afisa ugani ikiwa ni ya kwanza kwa mkoa wa Tanga kukamilika, iliyojengwa kwa gharama shilingi milioni 40 ikiwa ni fedha kutoka ruzuku ya serikali kuu, katibu mkuu Wizara ya Kilimo Gerard Mweri akabainisha namna serikali inavyoendelea kujali sekta ya kilimo ambayo ni mkombozi kwa wananchi. Serikali hii chini ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ni serikali iliyotokana na wananchi na siku zote itakuwa na wananchi kutatua matatizo ya wananchi, na nataka niwahakikishie kilimo kitakuwa mkombozi wa kweli wa wananchi na kuwatoa kwenye umaskini, ili utumie muda mchache shambani na upate muda mwingi wa kufanya shughuli nyingine za uzalishaji. Katika hatua nyingine, wilaya ya Pangani imekabidhiwa trekta moja ikiwa ni miongoni mwa matrekta 500 yaliyotolewa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchi nzima kwa ajili ya kuwasaidia wakulima. Lazima tulime vizuri kwa sababu uti wa mgongo wa taifa letu asilimia kubwa unategemea kilimo. Mimi nimeanza vizuri na kadri tunavyoendelea na kilimo kitaimarika na mkulima atajisikia fahari kwamba amethaminiwa katika nchi yake kama zilivyo kada nyingine za uchumi. Katika sehemu kubwa sana kuanzia magari, pikipiki, vishkwambi, lakini pia kwenye nyumba za ugani ambazo wameanza kuzijenga Tanga wakakumbuka kwa nyumba tatu. Tunashukuru na tunasema tunahitaji zaidi. Mafanikio ya kukamilika kwa mradi huu yamesababishwa na ushirikiano mzuri wa wanajamii na watendaji wa wizara. Lengo la serikali ni kununua matrekta 10,000 ifikapo mwaka 2030 yatakayosambazwa kwenye vituo 1200 katika vijiji mbalimbali na kuwatoza wakulima kwa bei ya ruzuku. Kutoka Tanga, Rea Kipingu, Channel 10. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo na huu ni ule wasaa kwenda kuungana na winga tela za Witness Ngalawa katika upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi. Hii ni Channel 10 Plus. Namna hivyo Lulu Ali ananipa kijiti kudunda viwanjani kujuzana mambo mbalimbali ya kimichezo pamoja na burudani yanayojiri yanaendelea kujiri kunako viunga mbalimbali iwe ndani ama nje ya mipaka ya Tanzania. Ukiwa nami mwana michezo wako Witness Ngalawa, maza kunita winga teleza. Na moja kwa moja naanza na taarifa kuhusu shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kupitia kamati yake ya maadili imetoa maamuzi tofauti kwa maofisa habari wa vilabu vya Yanga pamoja na Simba baada ya kupitia mashauri yaliyowasilishwa mbele yake. Msimulizi wetu Yakini Mwakatobe anatujuza. Katika kikao chake cha kupitia mashauri hayo, kamati hiyo ilimkuta na hatia Ali Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano wa Yanga, kwa kosa la kuchochea umma kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Shitaka hilo liliwasilishwa na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Baada ya kusikiliza pande zote na kupitia vielelezo husika, kamati ilimhukumu Kamwe kulipa faini ya shilingi milioni 5 na kumpa onyo kali la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Adhabu hiyo ilianza kutekelezwa rasmi kuanzia tarehe 16 Aprili 2025. Kwa upande mwingine, kamati hiyo haikumkuta na hatia Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, ambaye alishtakiwa na klabu ya Yanga kwa tuhuma kama hizo, kuchochea umma kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili ya TFF.
Katika hukumu yake, kamati ilieleza kuwa baada ya kupitia hoja na vilelezo kutoka pande zote, haikupatikana ushahidi wa kutosha kuthibitisha kosa dhidi ya Ahmed Ally, hivyo ikamwachia huru. Wakati huo huo, TFF limemfungia maisha mtunza vifaa wa timu ya taifa ya beach soccer na aliyekuwa mjumbe wa kamati ya utendaji wa chama cha mpira wa miguu wilaya Temeke TEFA, Shufaa Jumanne Nyamlani kujihusisha na soka. Nyamlani alishtakiwa na chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam DRFA kwa makosa matatu ambayo ni kuchochea umma kwa ujumla, kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021, kutoheshimu uamuzi halali wa vyombo vya haki vya mpira wa miguu, kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 8A ya kanuni za maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021, na kutaka kuiondoa madarakani kamati ya utendaji ya chama cha mpira wa miguu wilaya Temeke TEFA, kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 3A ya kanuni za maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021. Nyamlani alitumia wito ambao kamati ilijiridhisha kuwa alipokea, lakini hakufika mbele ya kamati bila kutoa taarifa yoyote. Wito ulimtahadharisha kwamba endapo wasipotokea yeye au mwakilishi wake, shauri litasikilizwa bila uwepo wao, na baada ya kusikiliza malalamiko na ushahidi uliotolewa na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa makosa aliyoshtakiwa na imemfungia maisha kutojihusisha na shughuli zozote za mpira wa miguu ndani na nje ya Tanzania, adhabu ambayo ilianza tarehe 16 mwezi wa 4 2025. Mimi ni Yakini Mwakatobe, runinga ya Channel 10+. Asante Yakini Mwakatobe kwa taarifa hiyo. Mara baada ya TFF kumpiga faini meneja habari wa klabu ya Yanga Ali Shaban Kamwe shilingi milioni 5 kwa kosa la kimaadili, huku wakimtaka kutofanya kosa la kimaadili ndani ya miaka miwili, rasmi mashabiki wa Yanga wameanza kuwaongoza mashabiki wa klabu hiyo kwenye kampeni ya kumchangia msemaji wao ili kulilipa deni hilo. Nikiwa na influencers wa Yanga tupata taarifa tukiwa tumeingia mkoani Manyara kwamba afisa habari wetu wa klabu ya Young Africans Ali Shaban Kamwe amepata kupigwa faini na TFF, faini ya shilingi milioni 5 kwa makosa ambayo TFF wameainisha. Lakini mimi nikiwa kama mwenyekiti wa influencers wa Yanga nilipendekeza na wanayanga wenzangu ambao tulikuwa wote safarini kwamba tuweze kulifanya hili jambo sisi wanayanga wenyewe, tumchangie afisa habari wetu wa Young Africans Ali Shaban Kamwe tuweze kulilipia hii fine, kwa maana ya kwamba michango ya wanayanga wote ambao wataguswa na tukio hili tuweze kuchangia. Na kwa sababu influencer wenzangu tuliongozana kwenye safari, kila mmoja wapo niliwaamrisha tuweze kutoa kiasi ambacho anacho achangie. Kwa kuanzia tumepata shilingi 500,000. Hili ni jambo la wanayanga wote, tumejeruhiwa kama wanayanga na tumejeruhiwa kama taasisi. Ameanza leo afisa habari kujeruhiwa na tulijua tu ni lazima watamsulubu, kwa sababu tunafahamu tu kuna double standard ambazo zinaendelea katika mpira wa nchi hii. Tunaomba michango mpaka kama alivyosema mwalimu Jumanne iwe imeshatimia, na tuuonyeshe umma kwamba watu wa Yanga tunataka kuondoa double standard kwenye ligi yetu. Tunataka kuona mtu akiadhibiwa kweli ameadhibiwa kwenye jambo ambalo lilikuwa linaonyesha kweli amekiuka mipaka, lakini sio anaadhibiwa mmoja mwingine anakuwa hajaadhibiwa. Kwa hiyo wananchi, twendeni tukatoe michango, tumfikishe msemaji wetu sehemu salama ambapo ataweza kuwasilisha hiyo adhabu ambayo amepewa na mamlaka ya TFF na baadaye mambo mengine kuendelea. Namna hivyo mashabiki wanaendelea na hamasa zao kumsaidia msemaji wao wa klabu ya Yanga. Nikiwa bado na klabu ya Yanga, mashabiki wa klabu hiyo almaarufu kama wananchi wameonyesha shauku ya kuondoka na matokeo chanya mbele ya Fountain Gate ya huko mkoani Manyara katika mtanange wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao unatarajiwa kupigwa kwenye uwanja wa dimba la Tanzanite kwa raha mjini Babati. Huyu hapa mwanamchezo wetu, kocha wa kulinda Elia Kimani. Hii yote ni kuonyesha kujipanga kuipa nguvu timu yao dhidi ya Fountain Gate ya mjini Babati
kwenye mchezo unaotarajiwa kurindima kwenye dimba hili la Tanzanite Quarry mjini hapa, licha ya kwamba mtani wao Simba kutoka jijini Dar es Salaam pia walibanwa mbavu na kuondoka na alama moja baada ya kutoka sare ya bao 1-1. Sisi tumejipanga. Tukishajipanga maana yake ukijipanga unajua unachokifanya. Kwa hiyo sisi tumejipanga vizuri, ushindi ni mnono kuanzia goli 5 na kuendelea. Hiyo sio fika kabisa. Tukipanga tuko imara. Tuko imara kwa sababu tunaamini kabisa daima mbele, nyuma mwiko. Na banwaje? Mbinu za utu uzima zipo, wewe unashindwa kucheza mpira. Maana yake zoezi alikuwa Korea wale. Sisi zoezi liko, mbinu ziko, ungwana upo. Ni kweli tunaamini mpira wa mguu ni mpira wa kuangalia madhaifu mwenzako. Sisi tumejipanga kwa upande wetu na tuko imara. Na imani kubwa na timu yetu baada ya kufanya vizuri. Ukiangalia Tanzania hii, ukiangalia kikosi bora, utajua ni timu gani. Yanga ndio timu ambayo ina kikosi bora zaidi kuliko timu zote hapa Tanzania. Sasa Dar es Salaam Young Africa maarufu kama Wananchi inaongoza katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara NBC. Mimi ni Elia Kimani, mwana michezo wako, kocha mzuiaji. Serikali imeombwa kuweka nguvu kubwa katika uboreshaji wa viwanja vya michezo pamoja na kuongeza vifaa vya michezo mashuleni ili kuibua vipaji na kutengeneza wachezaji watakuwa tegemeo la baadaye kwa taifa. Musa Makali anatujuza. Kauli hii imetolewa na Dr. Wilson Mkama wakati wa kuahirisha mashindano ya UMITASHUMTA yaliyofanyika wilayani Tarime mkoani Mara, ambapo amesema ipo haja ya serikali kuwekeza nguvu kubwa katika uboreshaji wa viwanja vya michezo mashuleni ili kupata wachezaji wazuri baadaye watakaokuwa msaada kwa taifa lao. Tuendelee kushiriki kwa kutoa michango, ikiwa ni pamoja na kutoa vifaa vya michezo, kutengeneza viwanja bora, lakini pia na shule ama academies ambazo zinatoa mafunzo ya michezo ili kuwatengenezea watoto wetu kuendelea zaidi na kukua katika mawanda ya michezo. Kwa kuwa tunatambua michezo ina nafasi kubwa kiuchumi na tumeona wengi wamefanikiwa, hivyo michezo ina nafasi kubwa kiuchumi katika maisha yetu. Kama amewataka wadau wengine wa michezo kuiunga mkono serikali, hususan kupitia mashindano mbalimbali yanayoanzishwa ili kusaidia kutimiza ndoto za vijana walio wengi katika eneo hilo la michezo. Kwa hiyo tutambue ya kwamba serikali yetu inathamini kabisa kwamba kipindi hiki wanafunzi hawa, jamii hii ni muhimu ishiriki katika michezo na imetoa kibali na nafasi hiyo. Jumla ya wanafunzi 160 na walimu 13 watachaguliwa kuunda timu ya mkoa. Baada ya hapo timu kuchaguliwa watarudi shuleni kuendelea na masomo, lakini wataitwa kambini mwezi Mei 2023. Wanafunzi wote mliochaguliwa mtaitwa mwishoni mwa mwezi huu ama mwezi wa 5 kwa ajili ya kuingia kambini kwa ajili ya kujiandaa kwenda katika mashindano ya taifa. Musa Makali, Channel 10, Mara. Namna hivyo Musa Makali ndio ananiwekea utuo upande wa viwanjani kitaifa, na sasa ni ule wasaa wa viwanjani kimataifa. Kunani huko kimataifa? Tuungane na msimulizi wetu Esther Mtebe kufahamu kinaga ubaga yaliyojiri kimataifa. Kwa mara ya kwanza duniani, China inaandaa nusu marathon ya roboti zinazofanana na binadamu mjini Beijing hii leo. Katika tukio hili la kihistoria, roboti na binadamu wamekimbia katika njia moja lakini kwa nyuso tofauti, ikiwa ni mara ya kwanza kushuhudiwa kwa aina hii ya mashindano kwa mujibu wa vyombo vya habari vya China. Jumla ya roboti 20 kutoka timu mbalimbali nchini China zilishiriki katika mashindano hayo. Njia ya mashindano yenye urefu wa kilomita 21 ilikuwa na mazingira tofauti, ikiwemo milima midogo na miinuko badala ya kuwa tambarare tu, hali iliyotoa changamoto kwa uwezo wa roboti katika uhamaji na kunyumbulika. Ili kuboresha utendaji wao, kila timu ilifanya marekebisho kwenye roboti zao kwa ajili ya kukimbia umbali mrefu. Kwa mfano, baadhi walirekebisha vifaa vya nyayo za roboti ili ziweze kuhimili uvaaji wa muda mrefu, huku wengine wakibadili namna ya kutembea na mwenendo wa roboti
kupitia algoriti kwa lengo la kuongeza muda wa matumizi ya betri. Kwa mujibu wa waandaaji, tukio hilo halikuwa tu mashindano ya michezo, bali pia jaribio la uwezo wa jumla roboti hizo za humanoid, ikiwa ni pamoja na kutegemewa, uimara na usalama. Vituo 8 vya vinywaji kwa ajili ya roboti pia vilitayarishwa, ambapo roboti ziliweza kubadilishwa betri. Mwisho wa mashindano, roboti itwayo Tiangong Ultra ilibuka mshindi kwa kukimbia kwa kasi ya takriban kilomita 8 kwa saa. Esther Mtebe, Channel 10 Plus kimataifa. Namna hivyo, michezo ya kila namna, michezo ina kila mbinu na taratibu zake. Roboti hao nchini China wakiendelea na masuala ya riadha. Nikielekea upande wa burudani ni tanzia, ambapo mratibu wa zamani wa kamati ya Miss Tanzania Hashimu Lundenga amefariki dunia leo jijini Dar es Salaam baada ya kuugua kwa muda mrefu. Itakumbuka Lundenga ndiye aliyesimama kwa mafanikio makubwa mashindano ya urembo Tanzania na kuyapa umaarufu mkubwa, akiwapa warembo wengi wa zamani na wanaotamba kwa sasa. Lundenga alikuwa mwanzilishi na mkurugenzi wa Lino International Agency, kampuni ambayo ilisimamia mashindano ya Miss Tanzania kwa zaidi ya miaka 23. Kupitia uongozi wake, mashindano haya yalipata umaarufu mkubwa na kutoa fursa kwa warembo wa Tanzania kushiriki katika majukwaa ya kimataifa. Baada ya kuongoza kwa muda mrefu, Hashimu Lundenga alimkabidhi kijiti Basila Mwanukuzi. Mbali na tasnia ya urembo, Lundenga pia alihudumu katika kamati ya klabu ya Yanga. Amekuwa mjumbe wa kamati mbalimbali ndani ya klabu ya Yanga, zikiwemo kamati ya mashindano, kamati ya muda wa Yanga na mjumbe wa kundi la Vipoba lililokuwa likijulikana kama Yanga Family, ikitoa mchango wake katika maendeleo ya michezo hapa nchini. Hakika sote ni wa Mungu na kwake tutarejea. Apumzike kwa amani. Amina. Nasi Channel 10 Plus tunatoa pole kwa ndugu jamaa wafiwa wote ambao wameondokewa na mpendwa wao. Kwingineko, mwanamuziki wa Afrobeat maarufu kutoka nchini Nigeria, Burna Boy, kwa mara ya kwanza amejaza watu 100,000 katika uwanja wa Stade de France unaoingiza watu 80,000 huko Paris, na kuweka historia kwa kuwa mwanamuziki wa kwanza kutoka Afrika kuuza tiketi zote na kupata mahudhurio hayo hapo nchini Ufaransa. Licha ya kuwa mwanamuziki wa kwanza kufanya hivyo, ila pia alifanya huo uwanja kuwa kama uwanja wa nyumbani na kuacha Paris nzima ikimzungumzia yeye na ukubwa wa muziki wake. Hatua hii inakuja ikiwa ni miaka 2 tu imepita tangu Burna Boy alipotumbuiza huko Paris, lakini katika usiku wa jana alitumbuiza ngoma zake mbalimbali kama vile Like to Part, Play Me, Alone for My Hands, Location na nyimbo zake nyingi kibao ambazo zimekuwa kama surprise package kwa mashabiki zake waliokusanyika uwanjani hapo. Naenda kuhitimisha na zile ambazo zinabamba katika mitandao mbalimbali ya kijamii, na hii moja kwa moja inatoka huko nchini Uganda, ambapo mzee Musa Hasaya mwenye umri wa miaka 68 kutoka nchini Uganda amekuwa gumzo baada ya kufichua kuwa ana wake 12 na watoto 102. Mzee huyo kwa sasa anakiri kuwa mara nyingi husahau majina ya watoto wake kutokana na idadi yao kuwa kubwa kupindukia. Amedai kipato chake kimepungua kadri maisha yanavyozidi kuwa magumu na familia inazidi kuwa kubwa kila uchao. Kisa chake kimezua mijadala kuhusu uzazi wa mpango, majukumu ya kifamilia na changamoto za maisha ya kisasa. Hata hivyo, sasa mambo yamebadilika kwake. Wake zake wote wamewekwa kwenye uzazi wa mpango, na hivyo anasema amefikia kikomo cha kuongeza familia, hataweza kuendelea tena. Hili linakuja wakati gharama za maisha nchini humo zikiwa zimepanda na mzigo wa kulea familia yake ni kubwa, ukizidi kuwa mgumu kubeba yeye mwenyewe. Swali kwako mtazamaji wetu, je, unapanga mwisho wako kuwa na watoto wangapi? Tuambie katika ukurasa wetu wa YouTube channel, tunapatikana kama Plus Digital. Tuambie huko wewe kama wewe ukijaliwa kuwa na watoto ama wake ungetarajia kuwa na idadi ya kufikia watoto wangapi? Mimi ni mwanamchezo wako Witness Ngalawa, ama waweza kuniita Winga Teleza, nikuletea mkusanyiko wa habari za michezo na burudani kwa siku ya leo. Nikurejeshe kwake Lulu Ali aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo.
Na mtazamaji, labda hiyo winga tele za Witness Ngalawa anatuacha katika upande wa michezo na burudani. Kukumbushe katika habari ya kutwa nzima ya leo ulikuwa nami Lulu Ali. Endelea kutufuatilia katika peji zetu za Instagram, Facebook, bila kusahau na YouTube channel kama Plus Digital. Subscribe, share bila kusahau na kucomment, lakini vile vile kupitia kurasa zangu za Instagram pamoja na TikTok kama Binti wa Amani. Na kuacha na utabiri wa hali ya hewa masaa 24 zijazo. Endelea kutazama Channel Plus. Usiku mwema. Na sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Karibu. Tuanze utabiri kwa kuangazia mifumo ya anga. Mifumo ya anga inatuonyesha kuimarika kwa viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, pwani ya kaskazini, pwani ya kusini, vikisambaa katika maeneo mengine ya nchi. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache, hususan katika mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu, Mara, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Tafadhali chukua tahadhari. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio tukua maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, Kigoma, Tabora pamoja na Katavi, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Nyanda za juu kaskazini mashariki, Tanga, Morogoro, Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Unguja na Pemba, Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine ya Rosaria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa inayozunguka ziwa Victoria, Kigoma, Tabora pamoja na Katavi, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Morogoro, Tanga, Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Unguja na Pemba, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki, nyanda za juu kusini magharibi pamoja na Ruvuma, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Singida pamoja na Dodoma, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.